hapo 12 tusome kuanzia 13. Luke 12:13. Na mũndũ ũmwe wa kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho akĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, ĩra mũrũ wa maitũ tũgayane nake igai ritũ. Nowe akĩmwĩra atĩrĩ, mũndũ ũyũ nũũ ũnduĩte mũcirĩrĩri kana mũgayania wa indo cianyu? Agĩkĩmera atĩrĩ, wĩmenyagĩrĩrei nĩguo mũtikanagĩe na ritho rĩraya ona atĩa. Nĩ ũndũ muoyo wa mũndũ nduonekaga nĩ ũndũ wa ũrĩa indo cingĩhĩte iria arĩ nacio. Akĩmagerekanĩria ngerekano akiuga atĩrĩ, mũgũnda wa mũndũ mũna warĩ gĩtonga waciarire mũno, nake akĩĩra na ngoro atĩrĩ, ũgĩka atĩa? Nĩ ũndũ ndirĩ na handũ ha kũgethera magetha makwa. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, gwĩka ũũ, nĩngũtharithia makũmbĩ makwa, njoke njakithie mangĩ manene kũrĩ mo, na nĩngaita irio ciakwa ciothe thĩinĩ wamo, ona indo ciakwa ciothe ndĩcige kuo. Na ndĩĩre na ngoro yakwa atĩrĩ, ngoro ĩno, wĩna indo nyingĩ njige cia kũigana mĩaka mĩingĩ, hurũka ũrĩage na ũnyuage na ũcanjamũkage. No rĩrĩ, Ngai akĩmwĩra atĩrĩ, we kĩrimũ gĩkĩ, ũtukũ ũyũ nĩũgwĩtio ngoro yaku, nacio indo icio wĩharĩire igagĩtuĩka ciao. Na rĩrĩ, ũguo noguo mũndũ atariĩ ũrĩa wĩigagĩra mũthithũ wa indo we mwene na ndatongete na ũhoro wa Ngai. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje, maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nini? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Kristo akinena anawaambia ati, jilindeni, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Uzima wako haupo katika vile vitu ulivyo navyo. Sikusema kwa sababu uko na shamba eka 10 na mwingine akona labda nusu ya 50 by 100, wewe uko na maisha yako ni zaidi ya yule akona kidogo. Bwana asifiwe. Ati uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Na unaona anatoa akawanenea hapa kuhusu huyu tajiri, akiwanenea hii mithali ati huyu tajiri alikuwa akona shamba ambayo imezaa sana, mpaka anashindwa aweke wapi zile vitu ako nazo. Ati kwanza atavunja hii ghala, ajenge nyingine kubwa, ajiwekee chakula. Kwa hivyo alijua kwamba akona mali nyingi, akona vyakula vingi vya kumtosha miaka mingi.
wengine wakilia njaa, yeye ako na chakula, na hiyo imemtosha miaka mingi. Kwa hivyo hana shida, na anasema kisha nitaambia nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Kwa hivyo moyoni mwake huyu tajiri, kwa sababu ako na mali mingi, alikuwa sasa apumzike, anywe na afurahie, kwa sababu ameshafanya kazi na amejiwekea vingi ya miaka mingi. Kwa hivyo yeye hata lia wengine wakilia, wengine wakisema ni kukavu, yeye hasemi vile, sababu anajua katika akiba yake ako na vyakula vingi vitakavyomtosha miaka mingi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe. Kwa hivyo hata akiwa na vingi, lakini machoni pa Mungu alionekana akiwa ni pumbavu. Mungu hakuona uelevu wake ati kwamba amejiwekea vyakula vingi vitakavyomtosha miaka mingi. Kwa Mungu hiyo sio uelevu, hiyo anaona bado ni upumbavu. Kwa nini? Ati mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Kwa hivyo hiyo kazi yote amefanya, kwa sababu roho yake inakuja kuchukuliwa, itabaki na nani? Ni ya nini? Hiyo kazi yote amefanya ni ya nini? Inamfaidi vipi? Itamfanyia nini maishani mwake? Kwa sababu roho yake imekuja kuchukuliwa, na hiyo yote amekuwa akifanya ni ya nini? Ikiwa ati ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa hivyo huyu mtu upumbavu wake ni kwamba amekuwa akijitajirisha kwa mambo ya dunia, lakini hajitajirishi kwa mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Utajiri wake ule amekuwa akigadha ni ya mambo ya hii dunia, chakula ili atakula kila siku. Anaangalia, naona mali yake iko sawa, kwa hivyo yeye yuko sawa, lakini kwa Mungu hajajitajirisha. Ni kumaanisha hata akienda mbele za Mungu, yeye ni fukara, hana chochote, hamjui Mungu, hajajitajirisha kwa mambo ambayo ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Nasi kwa macho yetu tunaweza tizama na kusema yule jamaa ni tajiri, anajua kufanya, ameinvest vizuri sana. Investment yake huyu, hata wakati amesharetire ako na miaka mingi sana, hata itisha mtu chochote. Bwana asifiwe. Lakini hata kama kuna utajiri wa dunia, kuna utajiri wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunapoenda duniani, utajiri sio tu wa dunia, kuna utajiri ambao ni ya mambo ya Mungu. Hebu tujitafutie huo utajiri ya mambo ambayo ni ya Mwenyezi Mungu, sababu kama tukijitafutia ya dunia mbele za Mungu bado ni upumbavu. Ndio umeishi miaka yote, labda miaka yako kama 50 umekuwa ukitafuta, sasa umesema sasa ni kuretire, na hii yote mali sasa ni kukula na kunywa, ile mali nimefanyia kazi. Bwana asifiwe. Lakini Bwana anaangalia, naona hiyo miaka 50 hata ungekuwa ukitafuta utajiri wa Mungu, sababu hiyo ni ya milele, hiyo ni ya kudumu, hiyo ndiyo atasema uko na uwerevu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ya dunia tu na tukose ya Mungu sio uwerevu, ni upumbavu. Bwana asifiwe. Sio ya dunia tu. Kumbuka kwamba kuna jambo lingine tunafaa kuwa tunalisha ndani yetu, sio tu mwili. Bwana asifiwe. Hebu endelea 22. Agicoka akira arutwo ake atiri, ni undu ucio ngumwira atiri, tigagai gwitanga ni undu wa muoyo wanyu, o kiria muririaga ona kana ni undu wa miri yanyu, o kiria murihumbaga, ni gukorwo muoyo ni ukirite irio, naguo mwiri ni ukirite nguo. Taranagiai uhoro wa mahuru, ati matihandaga irio kana makagetha, na matire na nyumba cia kuiga indo ona kana makumbi, nake Ngai ni amaheaga irio. Kaĩ mutakĩrĩ bata mũno gũkĩra nyoni? Na rĩrĩ, no wanyu ũngĩhota kwĩongerera kĩũga gĩake mũkono ũmwe nĩ ũndũ wa gwĩtangĩkĩra? Tondũ ũcio-rĩ, mũngĩkora mũremagwo nĩ gwĩka o ũndũ ũrĩa mũnyinyi, nĩkĩ gĩtũmaga mũtangĩkĩre maũndũ marĩa mangĩ? Taranagiai ũhoro wa itoka ũrĩa ikũraga
cionanagia ikiruta wĩra kana ikogotha ndigi, no kũmwĩra atĩrĩ, ona Solomoni arĩ na mwago wake wothe ndagemete o ta kĩmwe gĩacio. Na angĩkorwo Ngai nĩagemagia nyeki ya gĩthaka ũguo, ĩrĩa ĩgũtinda ho ũmũthĩ na rũciũ ĩgaikio icua-inĩ, githĩ ndangĩkĩrĩria mũno kũmũhe nguo, inyuĩ mwĩtĩkĩtie ona hanini? Inyuĩ mwĩtĩkĩtie o hanini. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, wala hawana gala wala uchanga, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo ndogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wenye imani haba? Bwana asifiwe. Kristo naye ananena na kuambia wanafunzi wake, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala mwili yenu mtavaa nini. Kusumbukia maisha, nitakula nini, nitavaa nini? Maisha vile inaenda, sioni kama nitapata chakula, sioni nikiwa na mavazi. Kusumbukia mambo ya maisha yako, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi. Kunguru tunaambiwa kwamba hawapandi na hawavuni, hawana gala, lakini Mungu huwalisha, na bora nyinyi kuliko hao ndege. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunafaa hapa tunaonyeshwa ni kwamba kusumbukia mambo ya dunia, kama niko nayo ni sawa, niko nayo, lakini nisipokuwa nayo niache kusumbuka. Bwana asifiwe. Kama sina, nisisumbuke moyoni mwangu, nisianze kukaa chini nikisumbuka sababu sina ile ama sina nyingine. Kwa nini? Siko peke yangu, niko na Mungu pamoja nami. Yule Mungu ambaye huwalisha ndege. Hao ndege hawafanyi kazi, hawana magala, hakuna mahali wameweka chakula chao wakijua kwamba ati kesho asubuhi nikiamka na kuja hapa nikule. Ndege ataamka hata ajui ni wapi pa kwenda, lakini mahali ataenda Mungu atamlisha. Bwana asifiwe. Nasi ndivyo tunaambiwa tuwe, sababu wakati tunasumbukia mambo ya ulimwengu tunakosa kusumbukia mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mioyo yetu inajali sana na kushtuka na kuogopa sababu ya ukosefu wa dunia hii, wa mambo ya dunia, tunakosa mahali pa Mungu mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Na ndio tunaambiwa tuache kusumbukia yaliyo ya dunia. Mungu hajatutupa, hajakusahau. Anajua kwamba unahitaji hiyo chakula, unahitaji mavazi, naye yuko upande wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuambii kaa usikule, lakini muamini yeye atakulisha. Kama vile ndege hutoka kwenye kiota chake na kuenda, asijue ni wapi anaenda kutafuta chakula, lakini mahali Mungu atamuongoza atapata chakula pale. Bwana asifiwe. Nasi hebu tumuamini Mungu na njia kama ile. Hata kama sina, lakini ninaamini Mungu atanipatia. Hata kama sina ya kuvaa, najua Mungu atanipokeza. Hata kama sina ya kula, Mungu atanilisha. Bwana asifiwe. Ati yule ndege akiamka asubuhi na kwenda, na wewe unaamka asubuhi na kwenda ukijua mahali naenda nitapata. Bwana asifiwe. Bila kujisumbua, sababu kwa kujisumbua hautajiongezea, hautapata chakula.
chakula sababu umeshikwa na alsa, usiku nzima ukishindwa utatoa wapi chakula? Bwana asifiwe. Sifu Mungu, muimbie Mungu, mfurahishe Mungu. Bwana asifiwe. Na wakati wa kwenda kutafuta chakula kile, hakika utakipata kama vile ndege huenda na anapata. Bwana asifiwe. Ati havuni, hawana gala wala uchanga, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Wewe na ndege ni heri wewe. Bora wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anakujali wewe zaidi hata vile anajali yule ndege. Bwana asifiwe. Na ikiwa yule ndege ambaye Mungu anajali hakosi chakula, na je wewe ambaye Mungu anajali zaidi, ulioumbwa kwa mfano wake, na alituma mwanao wa pekee kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Ati ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo ndogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Ati uende ujisumbue mpaka ukue mrefu kidogo. Bwana asifiwe. Sababu kuna watu ambao huingia kwa mafikiri, akijishika hivi na akae aanze kufikiria, atakaa pale akijisumbua moyo wake. Ni nani ataingia chumbani akae vile, kesho akitoka nje ni mrefu kuliko vile alikuwa jana? Hakuna. Na hiyo tunaambiwa ni jambo kidogo sana kwa Mungu, kuongeza urefu wako. Bwana asifiwe. Na ikiwa hiyo ambao ni ndogo wewe huwezi ukajifanyia kwa kujisumbua moyo wako, mbona unajisumbua na yale mengine? Bwana asifiwe. Kwa hivyo mioyo yetu Mungu akitizama hafai kuona tukijisumbua kwa ajili ya yale mambo hatuna. Tumrudie yeye, tumwamini yeye, yeye ndio provider. Bwana asifiwe. Ati ikiwa hamwezi hata neno lililo ndogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Kwa hivyo hata maua vile zimevikwa na Mwenyezi Mungu, hata maua ambayo hazina macho na haziongei, lakini Mungu amevika mpaka maua. Ikiwa amefanyia wanyama na maua mambo mema, na je wewe mtu uliyeumbwa kwa mfano wake? Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na mengi, kuna mengi na kuna mazuri mengi Mungu amewekea watu wake. Lakini mara mingi akituangalia tunasumbuka mioyo yetu kwa ajili ya mambo mengine na sio kwa ajili ya mambo yake. Tunajaribu kujitajirisha kwa mambo mengine na hakujitajirisha kwa mambo ya Mwenyezi Mungu. Yeye ambaye anaweza kutulisha na atunyweshe na hakikishe kwamba hatukosi chochote. Bwana asifiwe. Ati basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Hata tendea binadamu zaidi ya vile anatendea maua? Bwana asifiwe. Hakika atatutendea mengi na atatutendea hata zaidi ya vile anatendea majani na wanyama. Kwa hivyo Yesu anasema enyi wenye imani haba. Kwa hivyo ni watu hawaamini. Tunataka lakini hatuamini yule tunatembea naye anaweza kutupokeza. Na ndio tunamwacha tuende tusumbuke sisi wenyewe. Na hata tukisumbukia hatutaongezea. Bwana asifiwe. Kunao watu usumbuka mchana kutwa wiki nzima, miaka nenda miaka rudi, na bado mwishowe atakwambia sikuona, sikupata. Bwana asifiwe. Na ndio tunaambiwa wacha kusumbukia haya. Hebu amini Mungu naye atakupokeza. Bwana asifiwe. Hebu soma hapo 29. Na inyuĩ tigagai gwĩcarĩria kĩrĩa mũrĩrĩaga na kĩrĩa mũrĩnyuaga, ona mũtigatuĩke andũ a mathangania. Gũkorwo indo icio ciothe nĩcio andũ a ndũrĩrĩ cia gũkũ thĩ mecaragĩria. Na rĩrĩ, ithe wanyu nĩoĩ atĩ nĩmũbataragio nĩ indo icio. No rĩrĩ, caragiai ũthamaki wa Ngai, nacio indo icio nĩmũgakĩrĩrĩrio. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa,
wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo watafutayo mataifa duniani. Lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Wanasifiwa. Kwa hivyo dunia wanatafuta kile watakula, wanatafuta kile watakunywa, wanatafuta ya kesho, mavazi. Lakini sisi tunaambiwa nyinyi wacheni kusumbukia hayo. Dunia pia inatafuta, lakini Mungu anasema ninajua hata nyinyi mnahitaji hivyo vyakula. Wanasifiwa. Lakini nyinyi, sisi tunaambiwa badala ya kukimbiza hizo, nyinyi kimbizeni ufalme wa Mungu. Wanasifiwa. Wewe tafuta ufalme wa Mungu. Utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Wanasifiwa. Kwa hivyo vyakula, vya kunywa, nguo ya kujivaa, mambo hayo watu wa dunia wanatafuta. Kwetu sisi hiyo ni ya kuongezewa baada ya kupata ufalme. Wanasifiwa. Once tumepata ufalme wa Mungu, hizo zingine ni nyongeza. Wanasifiwa. Lakini wengi wetu tunaweka ufalme chini, tukimbilie kwanza hiyo ya dunia, alafu tutafute ufalme baadaye. Ati nikishiba nifurahie, sasa nianze kutafuta ufalme. Wanasifiwa. Lakini tunaambiwa tafuta ufalme kwanza. Wacha kukimbizana na ya dunia, wacha kuogopa ati sina, nimekosa. Rudi kwa Mungu. Hata kama umekosa, rudi kwa Mungu. Hata ikionekana mambo ni mazito, rudi kwa Mungu. Yeye amekwambia umwangalie yeye. Wacha kuangalia dunia. Musa ilifika wakati aliangalia vile kumekaa. Sababu watu walililia nyama. Wakasema tunataka kula nyama. Hatuwezi hii, maana tumekuwa tukikula kila wakati, tunataka nyama sasa. Musa naye akaangalia hakuna nyama mahali. Kidogo Mungu akamwambia atawapatia watu nyama. Musa hata akashindwa, akaangalia Mungu akashindwa, ni ng'ombe ngapi watachinjwa hawa watu wote wakule washibe nyama. Bwana asifiwe. Kwa kuwa kwa macho yake aliona ni jambo nzito sana kuwalisha umati. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alisema hakuna jambo nzito kwake. Hakuna jambo kubwa Mungu hawezi beba. Hakuna jambo ati ni mzito Mungu hawezani naye. Bwana asifiwe. Hata Musa mwenyewe alidoubt kama Mungu anaweza kweli kulisha hawa watu wote. Sababu Mungu aliposema watapata nyama, Musa alianza kuangalia kwa macho yake. Mwabeisho shieko. Na zikichinjwa ni ngapi zitachinjwa kwa mchana mmoja kulisha hawa watu wote. Bwana asifiwe. Hata saizi angalia kanisa nzima ikisemekana mzee fulani hebu wewe patia hawa watu nyama. Huyo mzee ataanza kuangalia shindo hizi ni miguu ngapi za mbuzi zitaenda. Bwana asifiwe. Ni watu wengi sana. Hiyo ni nyama nyingi sana. Musa naye pia alianza kushuku, akaona hapa sasa hata hiyo ni ngumu. Lakini tunasahau kwamba mwenye ananena ni mwenye aliumba ulimwengu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na alimwambia endeni mtapata nyama. Watu wamekaa mchana mmoja, upepo ikaanza. Unasikia upepo kidogo ishio kweli, ni shioka zimekuja zimesukumwa na upepo. Zimekuja zimeangushwa nyingi. Siku zilikuwa deep kiasi gani, alafu zimeenda mpaka mbali zimejaa. Ati kila wakati yani nyama ndio hizo zimejaa. Ishio nyama riai. Bwana apewe sifa. Kuonyesha kwamba Mungu akituambia jambo tuache kufikiria itakuja vipi. Amen. Wacha sasa kujiuliza nisiposumbukia nani atanisumbukia? Mungu atakusumbukia. Amen. Bwana asifiwe. Alisumbukia Israeli. Aliwalisha wakiwa safarini. Hawa watu hawakuwa na mashamba. Walikuwa safari wakitoka Misri wakielekea Kana. Ni safari walikuwa. Hakukuwa na shamba ati mtu ako na mboga zake amepanda. Wewe ndio kinyage kabishi hapo. Kana carrot kana ke. Hawajazipanda, hawana chochote. Hawa ni watu wako na nguo peke yake zao wakienda, lakini njiani walikula nyama, walikunywa maji, walikula hata mikate. Bwana asifiwe. Na Mungu ndiye aliwaambia ni mimi nitawalisha. So all they needed to do ni kuamini ya kwamba huyu Mungu ananinenea, ananena ukweli. Na sasa sisi hebu tushike neno la Mungu kama ukweli maishani mwetu. Tuache kusumbua mioyo zetu. Tusumbukie ufalme wake. Tutafute ufalme wake. Nafasi yote tuko nayo, hebu tutafute ufalme wake. Sababu najua nikitoka nitapata. Ndugu na dada nawaambia, kuna wakati vitu huja
na sio wewe uliitisha, hata sio kutafuta ulitafuta. Mpaka watu wengine wanakuambia wewe umebahatika, na sio bahati. Wewe vile unazidi kutafuta ufalme, Mungu anazidi kutegezea njia zako. Anakulisha sababu anajua una nyopata ile kuria na kunywa na kuehuva. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama unafaa kujivika na kunywa wakati wewe unatafuta ufalme wake, naye hii ingine anasema nitawaongezea, mtaongezewa. Kwa hivyo sio effort yetu. Hii chakula sio nguvu na effort yetu. Wana wa Israeli hawakula sababu walikuwa ni wakulima hodari. Ni Mungu aliwaletea. Wasijue imetoka wapi. Hata wengi hatujui hii mikate imetoka wapi, lakini imekuja. Bwana asifiwe. Na tunapoambiwa tuache kujisumbua, Mungu ndiye atajisumbua na mambo yetu. Hebu tuamini ndugu na dada. Sababu Yesu hata akiwanenea anasema enyi wenye imani haba. Because you don't believe kile Mungu anamwambia ni ukweli. Tumezoea sababu tunaona dunia lazima wajitaabishe wapate. Nasi tumeamini lazima tujitaabishe tupate. Lakini sisi tunaambiwa usijitaabishe, kwa hiyo wanajitaabisha. Wewe jitaabishe kwa ufalme. Amen. Bwana asifiwe. Wewe jichokeshe kutafuta ufalme. Jasho yako tu ukifuata ufalme. Bwana asifiwe. Hiyo ingine utaongezewa. Amen. Bwana asifiwe. Ni addition ya ufalme wa Mungu. Ati nimepata ufalme, kuna kitu kingine nimeongezewa. Kuna vyakula. Nimeongezewa nguo, nimevikwa, nimelishwa, nimenyweshwa. Bwana apewe sifa. Ile nilikuwa naona ni ngumu ndio hii nimepatiwa. Sio wewe umejitolea jasho kuipata. Bwana asifiwe. Ujaona kuna mtu anaweza ishi mpaka watu wengine wanamuonea wivu. Kwa nini mambo yule unaonekana rahisi? Maisha yake ukaa rahisi sana. Na sioni akitoka jasho kama sisi wengine. Lakini maisha yake hakai ni kama amekosa. Bwana asifiwe. Alisoma Biblia. Na akaamini. Na akafuata vile Mungu amemwambia. Bwana asifiwe. Na wengine tukasoma Biblia, lakini tukaamini vile dunia inasema. Bwana asifiwe. Hebu tuamini vile Mungu anatuambia, ndugu na dada. Hatuko wengi ati Mungu haezi lisha watoto wake. Alilisha hata wale walikuwa ni wake. Na hata wakiwa wanatembea kule jangwani ni watoto wake. Na alijua ni wapi atawatolea maji. Ni wapi atawapatia mikate, ni wapi atawatolea hata nyama ya kula. Bwana asifiwe. Amen. Na hakika aliwatunza. Na hata sisi hebu tuamini Mungu atatutunza zaidi hata ya ndege wale wangani tunawaona. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati unaweza kuona mtu ametaabika sana ama amejishughulisha, ameketi na anawaangalia ndege wangani, ana hata kuku wakitembea kule nje. Na huwezi ona kuku wamekonda. Ni ngumu sana uone kuku na yuko barabarani tu ati amekonda hana chakula. Lakini mwanadamu utaona mshipi amefunga mara mbili sababu hajakula na ako na njaa, amepoteza weight. Bwana asifiwe. Lakini hao kuku hawakondi, wamenona bado. Na akitembea hatua chache anapata ya kukula. Hatua chache hapo hata wewe umesimama na hujui kuna chakula, na bado kuku akifika hapo anakula na wewe hauna chakula. Bwana asifiwe. Na kuku hata anaweza pita mahali huko mahali unasema pamekauka na atoe chakula hapo na ende. Bwana asifiwe. Ujue Mungu akona, yani uhaibisha mwanadamu. Bwana asifiwe. Unalia hata unaweza sema hii shamba hakuna kitu imetoa, na hapo kuna ndege wanakula kwa hiyo shamba yako na wanaenda. Wanashiba na wanarudi na wanaenda, wanabeba hata ya kutosha ya kupelekea watoto wale wameacha kwa mtu. Bwana asifiwe. Wanashiba kwa hiyo shamba ambao wao unasema imekauka. Wanashiba hiyo mahali hata karibu na hiyo barabara unasema hakuna kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu tujiachilie mkononi mwa Mungu. Tujue akisema sio mzaha. Yeye ni Mungu. Ati hebu soma kitu. Inyue akaroru gaka kanini tigagai gwetigira nigukorwo ithe wanyu niendeire kumuhe uthamaki ucio. Ndiai indo iria muri nacio mucoke musihe anage natha. Mwetumire tumondo twa mbia turia tutakuraga nigetha mukagĩa na utonga uria utathiraga o iguru kuria gutari muici uthengeragira ona kana kuria memenyi itaninaga indo. Nigukorwo o kuria utonga wanyu uri nikuo ngoro cianyu nacio ikoragwo iri. Bwana asifiwe.
mitume hata walipokuwa kitumwa walikuwa wanaambiwa usibebe chochote. Enda hata bila usibebe vyakula tutaenda kukula njiani. Walikuwa wanatumwa bila chochote. Unajua vile mtu anaweza enda safari uone amejiwekea mpaka chakula. Nakumbuka hata tukiwa wadogo wakati tulikuwa tunaenda ikisemekana shuleni ya kwamba kuna trip. Pastor Joyce alikuwa amka anatengenezea kabisa, amejaza bag, hata ukitoka hapo unasikia tu harufu ya chakula nzuri amekuwekea. Sababu mnaenda na shule safari ndefu. Na mahali hata unangoja lunch ifike, sababu hii harufu inakutabisha. Ikifika lunch na unafungua kabisa, unafurahia kile umewekewa. Bwana asifiwe. Lakini Yesu akitumana alisema msibebe chochote. Hata hiyo msibebe. Kule mtafika mtakula kile kilicho kule. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha wakati walitoka kwa hatua ya imani. Sijabeba chakula ati in case kule kuwe si uzuri. Nikifika itapatikana. Na hakika kule wote walienda walipata vyakula vyao. Kwa hivyo ni kuonesha kwamba ninaamini ya kwamba nikitoka na nikirudi Mungu niko mkononi mwake. Naye ndiye atanilisha, yeye ndiye ataninywesha. Sitakosa chochote. Na hakika tunaona mitume hawakukosa vyakula kule wote walienda. Na tunaona ati msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopunguka katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa kwapo na mioyo yenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mitume walipowachilia vitu vyao vyote, Mungu bado aliwatunza. Bwana asifiwe. Ati mahali hazina yako ilipo, hapo ndipo moyo wako ulipo. Hebu ndugu na dada, hazina yetu iwe katika mambo ya Mungu. Amen. Wacheni hazina yetu iwe katika mambo ambayo ni ya Mungu, sio ya hapa duniani. Bwana asifiwe. Kuwa ule mtu ambaye hata jambo ikitendekea na hizi ni vya dunia, unasema hii ni ya dunia. Hata hii ikienda, najua ndapata ingine. Hata hii imeharibika, nitaona ingine. Bwana asifiwe. Sio ukae hapo umemwaga machozi, hii ni ile moja nilikuwa nayo na nimeipenda sana. Bwana asifiwe. Wacha moyo wako usiwe kwa mambo ya dunia. Moyo wako uwe kwa mambo ya mbinguni. Na ndio Yesu alikuwa anafunza mitume. Mioyo iondoke kwa mambo ya dunia. Shamba yangu, vitu zangu, idoshi yako. Bwana asifiwe. Wacha kuweka moyo wako pale. Sababu mtu akijua umependa ule mtu, anaweza kuja kuichoma aharibu moyo wako. Bwana asifiwe. Nawe uishi hospitali sababu ile mtu nilikuwa nimependa kukaa hapo chini nimepata ile chombo. Bwana asifiwe. Ondoa moyo wako hapo. Weka moyo wako mbinguni. Mwambie jaribu kuchoma mbinguni. Sababu hawezi. Bwana asifiwe. Na ndio anawaokoa na kusema ondoeni mioyo yenu kwa mambo ya dunia. Ukitoka kwa mambo ya dunia, ndugu na dada, hakuna pepo itaguza moyo wako. Amen. Hakuna mwizi ataguza moyo wako. Amen. Sababu hata akichapa mwili hii ni ya dunia. Hata akikutendea nini, hiyo ni ya dunia. Akiharibu mali yako, hiyo ni ya dunia. Isaac alikuwa anakuja wanaiba maji ile yamechimba, anaenda kuchimba nyingine na anapata maji. Mpaka wao ndio wanachoka. Bwana asifiwe. Sababu ile mfereji inambariki haishi. Bwana asifiwe. Na hebu tuelewe vile. Huyu anayetubariki na anatembea pamoja nasi, baraka zake hazina mwisho. Unajua ukisimama na kuangalia dunia nzima na uangalie nyota kule zilizo. Unajua inasemekana hata tukipatiwa watu wote duniani, hata tukipewa kila mtu nyota milioni 1 hazitaisha. Bwana asifiwe. Wewe uwe na nyota zako milioni 1, mwingine milioni 1, bado zimebakia nyingi zaidi. Bwana asifiwe. Na hiyo yote ni utajiri ambayo Mungu aliumba. Bwana asifiwe. Na ni nini tunalilia ati tutakosa? Bwana asifiwe. Amen. Ati tuweke mioyo yetu mbinguni, mahali mwizi haezi kuiba. Ati hazina yenu, mahali hazina yako ilipo, ndio moyo wako utakapokuwa. Kwa hivyo wacheni hazina yetu iwe kwa mambo ya Mungu. Tuweke hazina yetu mbinguni. Kwa hivyo yale yote nafanya mambo hapa inawekwa mbinguni. Yaani credit, si ati nimefanya kazi pesa iende pale kwa bank. Hapana.
ile nimefanya, hata kama ni mema nimetenda, hazina inawekwa mbinguni. Sio unajulisha watu nimefanya mazuri ama nini. Unatenda, hazina yako inaendelea kujazwa pale mbinguni. Ukitoka, kama vile tuliambiwa hapo asubuhi, mtetee mjane. Enda umtetee huyo mjane. Wacha kupayuka kwamba umemtetea. Hiyo mema umemtendea, hazina yako inaongezewa pale mbinguni. Wale watoto yatima umesaidia, hazina yako inaendelea kuongezwa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio magala ya hapa duniani ati watu wataona kweli tunaona umejiwekea mali. Kuna ile umejiwekea mbinguni, hata watu hawezi kuhesabu. Bwana asifiwe. Na Mungu anapokuja kukubariki, hakika watu mkushangaa, utabaki umeshangaa. Bwana asifiwe. Hebu tusomee 35. Ikaragai mwehotorete na muri na matara manyu magiakanaga, na inyuĩ ene mũtuĩke ta andũ metereire mwathani wao agicoka oimĩte iruga-inĩ rĩa kĩhikanio, nĩgetha rĩrĩa agakinya aringaringe mũrango mamũhingũrĩre o rĩmwe. Gũkena-rĩ, nĩ ngombo iria igakorwo ciĩiguĩte rĩrĩa mwathani wacio agakinya. Ngũmwĩra nama atĩ nĩakehotora acikarie metha-inĩ irie, nake oke acirehere irio. Nake angĩkinya ta ũtukũ gatagatĩ kana ta thaa 9 acikore ciĩiguĩte ũguo, nĩ ngombo icio. No rĩrĩ, menyai ũũ atĩ korwo mwene nyũmba nĩamenyaga thaa ĩrĩa mũici egũka, nĩangĩakorirwo eiguĩte na ndareke nyũmba yake yenjwo. Ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩrĩirie, nĩgũkorwo Mũrũ wa Mũndũ nĩagoka o thaa ĩrĩa mũtegereirie. Nake Petro akĩmũũria atĩrĩ, Mwathani, nĩ ithuĩ wera ngerekano ĩyo, kana nĩ andũ othe? Bwana asifiwe. Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaongojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Tuko hapa duniani, ndugu na dada, usiku na mchana. Tunatoka, tunarudi, tunaenda kazi, tunaenda mashule, kila mahali tunaenda usiku na mchana. Lakini tusikae ni kama yule tajiri amepumzika, sasa ni kukula na kunywa na kufurahi. Tukae tukiwa tayari. Sababu kuna wakati Yesu anarudi. Hakuna mtu anajua anarudi siku gani. Hata inaweza kuwa ni wakati tunakula lunch siku ya leo. Hatujui anarudi siku gani. Kwa hivyo tukae tukiwa tayari kila wakati. Ati jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Na hapo akatoa mfano akasema, kama mwenye nyumba angejua wakati wezi watakuja, angefunga nyumba yake isivunjwe. Bwana asifiwe. Ukijua saa fulani kuna wezi wanakuja, utakuwa umefunga milango na hata umeongeza vifuli zingine kwa mlango. Bwana asifiwe. Kwa sababu ulikuwa unajua wanakuja na ukajitayarisha. Lakini sisi tunaambiwa kuja kwa Yesu Kristo hatutajua ni wakati gani. Kwa hivyo kila wakati tukae tukiwa tayari. Ati viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaongoja bwana wao atakaporudi kutoka arusini. Ile wakati atakuja, aje zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, bado anakuta tumemgoja vile vile. Bwana asifiwe. Amen. Ati tuwe tayari kila wakati. Kumbuka wana wa Israeli hata walipokuwa wakitoka Misri,
kuelekea Kanaani, usiku ule wa mwisho walikaa wakiwa tayari kutoka the next day. Bwana asifiwe. Hata walipokuwa wanakula the Passover, walikula wakiwa tayari kuondoka hiyo siku inakuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawakukaa usiku huo ni kama watu ambao wanabaki Misri. Bwana asifiwe. Hawakukaa ni kama Misri ndio nyumbani kwao usiku huo. Na wapa kama mfano. Hiyo usiku ilikuwa ndio hiyo usiku the firstborn wa Egypt waliuawa. Kila mzaliwa wa kwanza akawa wakufa kule Egypt. Usiku huo wana wa Israeli walikaa kwa manyumba yao. Siku walikuwa wamepaka damu kwa milango ati hiyo malaika wa kifo wakija asiue wa firstborn wa Israeli. Walikaa kwa manyumba yao wakiwa tayari. Hata vile vyakula walikula specific foods kuonyesha kwamba walikuwa tayari kutoka kule Misri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiku huo kwa sababu walikuwa tayari kutoka, hawakukaa ni kama watu ambao watakuwa Misri, watalala Misri hiyo siku nyingine. Bwana asifiwe. Ati bado kitanda imetandikwa vizuri, kila kitu kilikuwa imetolewa. Kama ni manguo bags zimepakiwa, wako ready. Bwana asifiwe. Hiyo ni picha ya watu ambao wako tayari kuenda wakati wa kesho ukifika. Sababu walijua ni wakati gani wanaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walikaa wakiwa tayari. Chakula walikula wakiwa tayari kuenda. Bwana asifiwe. Sidhani kuna mtu angekuwa amechukua mbegu aende kusema wacha nipande hizi na aanze kumwagilia maji ati hii mti ikimea. Sababu hauko hapo kesho. Bwana asifiwe. Wewe hata ukibeba utabeba mbegu za kupanda kule unaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa tukae tukiwa tayari. Kwa hivyo vile wana wa Israeli walikuwa tayari, hebu nasi tukae tukiwa tayari. Vile walijua Misri sio nyumbani, kuna mahali wanaelekea. Hebu nasi tukae tukiwa tayari wakati wote. Sababu hatujui dakika yake. Hatujui ni wakati gani tarumbeta itapigwa na aje kuchukua kanisa lake. Bwana asifiwe. Asikuje apate tumepumzika na sasa ndio ni leo uanze sasa kukimbia pastor wapi Pastor Joyce unamwamsha asubuhi na labda yeye na bishop sasa hiyo ana ndio labda nikupanda wanapanda. Bwana asifiwe. Au ngoja kidogo hebu nikukumbushe ile ombi ya kutubu. Bwana asifiwe. Sababu umekaa umekula umekunywa umenona hata umesahau ya kwamba kuna kitu tunangojea. Kuna mahali tumeweka hazina yetu. Bwana asifiwe. Kuna kitu kikubwa tunangojea tukiwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Hapa ni kama tumekuwa training lakini kuna makubwa inatungojea. Bwana asifiwe. Kuna wakati atakuja achukue wale walio wake, kanisa lake aende nalo juu. Na hatujui ni wakati gani. Na ndio tunaambiwa kaeni mataa yenu imewaka. Wacha kusema hii taa imewaka muda mrefu na Yesu hajakuja. Hebu acha niizime kwanza alafu nitakuja niakishe baadaye. Bwana asifiwe. Tusiwe vile. Sababu akija apate hatuko tayari tutaachwa na hiyo basi. Bwana asifiwe. Na wakati huo sasa hauna mtu wa kulilia. Ati jiwekeni tayari kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na anaisema vizuri Kristo, saa msiodhani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati sisi unajua unaweza ona kumenyesha sana useme labda ni leo anakuja acha nianze kuomba. Sababu umesikia radi kuna radi na ngurumo. Uanze kusema labda ni leo uanze kuambia watoto wako ombeni. Ile saa hatujui. Bwana asifiwe. Saa ile hatujui ni kusema hedewole. Neko ina Mwakiana joke huko ni kana mjini mmeimba pale katika harusi. Saa hiyo Tanzania ndiye anakuja na saa hiyo ndiye anashuka. Bwana asifiwe. Na saa hiyo ni kwa harusi umeruka mpaka umekumbuka hata nyimbo za zamani ulikuwa ushasahau. Na hizo ndio umerukarukia na saa hiyo ndiye anakuja huko hali yake. Nimeshikwa. Bwana asifiwe. Sio ile wakati ati tumeambiwa endeni fasting siku 3. Hiyo wakati kuna watu kaa wakiwa tayari sana. Hata akikuja anasema deha number 1. Lakini ni wakati hatujui, wakati hatudhani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu taa zetu zikae zimewaka kila wakati. Let us always be ready. Tusiweke chini kile tumepewa. Tusijichafue, tusicompromise. Tuwe wakati wote tumejitakasisha, tuko tayari. Akija mbele zetu atasema kweli
nyinyi ni wangu, njooni. Bwana asifiwe. Hebu endelea kwa 42. Nake Mwathani akĩmũũria atĩrĩ, nake Petro akĩmũũria atĩrĩ, Mwathani, nĩ ithuĩ wera ngerekano ĩyo kana nĩ andũ othe? Nake Mwathani akĩmũũria atĩrĩ, rĩu-rĩ, mũrori indo ũrĩa ũngĩhokeka na mũũgĩ-rĩ, o ũrĩa ũgatuuo nĩ Mwathani wake wa kũramataga nyũmba yake yothe, na aheage andũ irio ciao o hĩndĩ yakinya nĩ ũrĩkũ? Gũkena-rĩ, nĩ ngombo ĩyo, ĩngĩkorwo ĩgĩka ũguo Mwathani wayo akinya, ti-itherũ ngũmwĩra atĩrĩ, atĩ nĩakamĩtua ya kũramataga indo ciake ciothe. Ĩndĩ ngombo ĩyo ĩngĩkorwo ĩĩrĩte na ngoro atĩrĩ, Mwathani wakwa ndehiũha gũũka, na ĩitĩke kũhũũra ndungata iria cia arũme na cia andũ-a-nja, na kũrĩa na kũnyua na kũrĩĩo-rĩ, Mwathani wa ngombo ĩyo nĩagakinya mũthenya ũrĩa ĩtegereirie, ona thaa ĩrĩa ĩtooĩ, na amĩhũũre mũno, na amĩtuĩre ciira o ta ũrĩa